Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ametoa wito kwa mashirika ya kimataifa kushirikiana kwa karibu na serikali katika kuwezesha wananchi kukabiliana na majanga. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kushirikiana na Benki ya Dunia katika kuimarisha sekta za kipaumbele. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, ameagiza hatua kali kuchukuliwa dhidi ya kampuni za usafirishaji zinazokiuka maagizo ya serikali ya kutumia kituo kikuu cha mabasi ya mikoani na nchi jirani cha Magufuli. Na takribani watu 107 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la uchimbaji madini huko Zamboi, eneo lililo kwenye mpaka kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ametoa wito kwa mashirika ya kimataifa kushirikiana kwa karibu na serikali katika kuwezesha wananchi kushiriki kamilifu kukabiliana na majanga mbalimbali yanayoikumba jamii. Amesema hayo leo wakati Tanzania imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya watoa huduma za misaada ya kibinadamu duniani kwa mwaka huu 2026, inayoenda na kauli mbiu isemayo tenda kibinadamu, na kusisitiza kuwa serikali inapaswa kujenga ustahimilivu kwa jamii inapokumbwa na majanga mbalimbali. Natoa wito kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi, taasisi za dini na wadau wengine kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kutoa huduma za kibinadamu. Ushirikiano huu uzingatie uratibu, uwajibikaji na matumizi bora ya rasilimali ili kuhakikisha kuwa msaada unawafikia walengwa kwa wakati, kwa usawa na kwa ufanisi. Ni muhimu kila mdau kufahamu wajibu wake na kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia mifumo, mipango na uratibu na taratibu zilizowekwa na usimamizi wa maafa nchini. 4. Natoa wito wa kuendelea kuwawezesha wananchi kushiriki kamilifu katika usimamizi wa maafa. Wananchi wanapaswa kuwa sehemu ya kujiandaa, utoaji wa taarifa, hatua za awali na uokoaji na urejeshaji wa hali. Mkurugenzi mkazi mpango wa chakula duniani WFP, Ronald Trunbaugh, ametumia maadhimisho hayo kuikumbusha jamii ya kwamba ni wajibu wa kila mtu kulinda jamii dhidi ya majanga. So today we're celebrating World Humanitarian Day. We do it every year. The theme this year is honoring the frontline workers, humanitarian workers, those that save lives, but also those that lose lives. Unfortunately, we know that there's more and more climate shocks and emergencies these days and humanitarian situations, and actually more and more of them are actually weather related. It's all of our responsibilities. It's everybody's responsibilities. We know that when those climate events come, they come quite rapidly, and making sure that you are aware of the information, that you listen carefully to the information and actually follow some of the recommendations, because acting quickly, listening saves lives. Siku hiyo inaadhimishwa kwa lengo la kuwakumbuka wanawake na wanaume wote waliopambania utu wa binadamu wengine, pamoja na wale wote wanaofanya kazi katika mazingira hatarishi, hususan nchi zenye vita na majanga mbalimbali. Mtazamaji wa Upendo TV, habari tunasonga mbele na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kushirikiana na Benki ya Dunia katika kuimarisha sekta za kipaumbele, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili wananchi waweze kunufaika kwa wakati. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo alipokutana na makamu wa rais wa Benki ya Dunia kwa Afrika Mashariki na Kusini, Dr. Ndiame Diop. Aliambatana na mkurugenzi wa division ya benki hiyo anayesimamia Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe, Firas Rad. Amesema serikali imeongeza bajeti ya sekta ya elimu na itaendelea kuweka kipaumbele katika ujenzi wa skuli, kuongeza walimu na kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidigitali ambayo itasaidia kuongeza ufanisi wa utoaji wa elimu na kupunguza athari za upungufu wa watumishi. So we are trying to do that, and we are thankful for the support that we are getting from the World Bank.
And the government on our part, we have increased the budget. I think education is the number one sector where we put a lot of money in, and we are hoping that we will keep up with the requirements from that angle. So digitization will support us, will help us, to have to mitigate the problem of shortage of staff as well. Yeah. So we are doing that, and we are thankful for your support. Makamu wa Rais wa Benki ya Dunia kwa Afrika Mashariki na Kusini, Dr. Ndiame Diop, amesema hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuimarisha huduma za kijamii, kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuongeza ushiriki wa sekta binafsi zinaonyesha mwelekeo mzuri wa maendeleo, huku wakisisitiza dhamira ya Benki ya Dunia kuendeleza ushirikiano katika maeneo yenye vipaumbele vya pamoja. First of all, the first activity of this mission was the visit of the secondary school just now, this morning, and I was very inspired, and I would really like to congratulate you for the support you have been giving to the education sector, which is absolutely critical, but also for the vision, because what I liked this morning, as I mentioned to the minister and the permanent secretary. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza hatua kali kuchukuliwa dhidi ya kampuni za usafirishaji zinazokiuka maagizo ya serikali ya kutumia kituo kikuu cha mabasi ya mikoani na nchi jirani cha Magufuli, akisisitiza kuwa watakaokiuka watatozwa faini kwa kiwango cha juu. Aidha, Chalamila amesema serikali imedhamiria kushirikiana kwa ubia na taasisi binafsi katika uendeshaji wa shughuli za usafirishaji, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usimamizi na udhibiti wa mapato ya serikali. Akizungumza wakati wa ziara yake katika stendi ya Magufuli, Chalamila amesema hakuna kampuni au mtu anayepaswa kuanzisha kituo binafsi cha kupakia na kushusha abiria nje ya maeneo yaliyopangwa na serikali. Kuna baadhi ya watu wanasema stendi hii ni ndogo. Nisikilizeni. Kampuni moja imelipa mapato ya mabasi 12. Na tulipomuuliza mbona na mabasi karibu 100, anasema mabasi yanayooperate yako 12 tu. Lakini leo baada ya kuhamia hapa, ni miongoni mwa watu wanaopiga simu kwamba yeye na mabasi mengi ambayo hawezi kutosha hapa. Sasa kwenye kodi mabasi yako 12. Kuhamia stendi ya Magufuli mabasi yako mengi. Naomba nitoe onyo tena kwa huyo mtu na kwa hao watu kwamba stendi hii haikujengwa kwa pesa mtu binafsi. Imejengwa kwa kodi za Watanzania. Leteni mabasi hapa. Mkuu wa wilaya Ubungo Albert Msando amesema tayari amechukua hatua dhidi ya kampuni iliyokiuka maagizo ya serikali, huku wakisisitiza kuwa watakaokiuka watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini ipo kampuni moja na nitaitaja hapa, ya basi la Tilisho. Wao jana tuliagiza waanzie safari hapa, wakaanzia kwenye stendi yao waliojitengenezea wenyewe. Nilimwagiza OCD na RPC, na RPC amelisimamia. Tumempiga pingu mkurugenzi, sio dereva, mkurugenzi. Mbunge wa jimbo la Kibamba Angela Kairuki amemshukuru mkuu wa mkoa kwa kusimamia utekelezaji wa maagizo ya serikali, akisema hatua hizo zitasaidia kuboresha huduma za usafiri na kupunguza kero kwa wananchi. Na vyombo vyake yuko timamu. Kama serikali tutahakikisha huduma muhimu zote zinaimarishwa. Tutahakikisha katika huduma ya usafiri kufikisha abiria wanafika hapa vizuri, lakini tunachokitaka stendi hii iweze kutumika vizuri. Turudi katika misingi iliyofanya stendi hii iweze kuanzishwa. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road Dr. Diwani Msebo amesema zaidi ya wananchi 200,000 katika mikoa 15 nchini Tanzania wamefikiwa na huduma za uchunguzi wa awali wa saratani kupitia kampeni ya Tiba Mkoba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kusogeza huduma za uchunguzi karibu na wananchi na kuongeza uwezekano wa kugundua ugonjwa huo mapema. Akizungumza na vyombo vya habari Mtumba jijini Dodoma juu ya mafanikio ya serikali kupitia Wizara ya Afya, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road Dr. Diwani Msemo amesema
Taasisi hiyo inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati inayolenga kupanua upatikanaji wa huduma za saratani, kuongeza uwezo wa uchunguzi na matibabu, kupunguza muda wa kusubiri huduma, kuboresha mazingira ya utoaji huduma pamoja na kusogeza huduma za kibingwa na kibingwa bobezi karibu zaidi na wananchi, ambapo anadai mradi wa ujenzi kituo cha saratani shilingi bilioni 11 unatekelezwa mkoani Mbeya. Uwekezaji ambao hata umewashangaza nchi zinazotuzunguka na nchi za kimataifa. Na uwekezaji huu unaonyesha dhamira ya serikali ya kusogeza huduma karibu na wananchi na kuwapunguzia wananchi gharama. Tumejenga kituo cha saratani Mbeya ambacho kiko katika hatua za mwisho sasa hivi. Tunatarajia kwamba by Desemba kitakuwa kimekamilika na mpaka ikifika Juni mwakani kitakuwa kimeanza kazi. Serikali imewekeza zaidi ya bilioni 11 katika kituo, katika ujenzi tu, na pengine itatumia karibu bilioni 10 kwa ajili ya vifaa tiba. Lengo ni kusogeza huduma karibu na wananchi ambao wanatoka mikoa ya nyanda za juu kusini, lakini pamoja na nchi za jirani kama Malawi, Zambia pamoja na DRC, ambayo yote hiyo itasaidia kupromoti ile tiba utalii. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa pale katika taasisi wa miundombinu, kuboresha miundombinu ya taasisi pamoja na vifaa tiba. Sasa hivi kuna mradi wa ujenzi wa jengo moja la kisasa ambalo litakuwa lina maabara ya kisasa, litakuwa lina huduma mbalimbali za wodi za wagonjwa pamoja na kliniki, lakini ilikuwa na sehemu ya kutolea tiba kemikali ambayo itakuwa ni sehemu nzuri, kwa maana kwamba wagonjwa watapata matibabu wakiwa katika mazingira ambayo ni rafiki na mazingira ambayo yenye matumaini makubwa sana. Katika hatua nyingine, Dr. Msemo anasema kuwa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama inaongoza kwa vifo, huku akiwataka Watanzania kuwa na kanuni ya kupima afya zao, ambapo taasisi hiyo ina maabara ya kisasa ambayo ina ithibati ya kimataifa. Saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama inaongoza kwa kiwango, inaongoza pia kwa vifo. Yani tuna morbidity na mortality. Tuna wengi, nadhani takribani 34% ya kina mama wenye saratani, 34% wana saratani ya shingo ya kizazi. Na hii ni saratani ambayo inaweza kuzuilika kwa kupitia chanjo, inaweza kugundulika mapema kwa kupitia screening na ugunduzi wa utambuzi wa mapema, na ni saratani ambayo ukija katika hatua ya kwanza na ya pili unatibika, unapona kwa 100%. Taasisi pia ina maabara nzuri kabisa ya kisasa ambayo ina ithibati ya kimataifa. Maabara yetu ina ithibati ya kimataifa. Vipimo vinavyotoka katika maabara ya taasisi ya saratani na Ocean Road, hata ukivipeleka popote pale vinakubalika kwa sababu tuna ithibati ya kimataifa. Na tuna ithibati ya kimataifa kwa sababu ni vipimo ambavyo vimefuata viwango vya kimataifa. Kwa hiyo hili ni swala ambalo pia niliona kwamba ni vizuri mkalijua. Lakini penye upande wa rasilimali watu, tuna wataalamu wa ubobezi wa aina mbalimbali. Taasisi ya saratani Ocean Road ni hospitali maalum inayotoa huduma za kibingwa za matibabu ya saratani, ikiwa ni pamoja na kinga, elimu kwa umma, uchunguzi, utambuzi, matibabu, tafiti na mafunzo. Na sasa, mtazamaji wa Upendo TV habari, tuelekee mkoani Singida. Wizara ya Maendeleo ya Vijana imeendelea kutekeleza mipango ya kuwawezesha vijana na wananchi kupitia fursa za mitaji na shughuli za uzalishaji, hatua inayolenga kuongeza ajira na kuimarisha uchumi wa wananchi. Akizungumza wakati wa hafla ya uwezeshaji wa vijana, waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Nanuka amesema serikali imekabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 363 kwa ajili ya kuwezesha vijana kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi. Hapa leo nitakabidhi uwezeshaji wa shughuli za vijana wenye thamani ya shilingi milioni 363 zinazoenda kuwawezesha wananchi wa hapa Iramba na Singida kwa ujumla katika shughuli zao. Sasa katika hizi fedha milioni 363 zinazotolewa, milioni 100 tunazitoa kwa vijana wa kike wanaojulikana zaidi kama mama lishe, ambao wanaishughulisha
na shughuli za kiuchumi. Mama lishe mpo? Haya, Mama Samia amewaletea shilingi milioni 100 bila dhamana, wanapewa na wao wataenda kuboresha biashara zao, kwa sababu tunaamini na Mheshimiwa Rais anaamini uwezeshaji wa wanawake ni uwezeshaji wa taifa. Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii, Dr. Regina Malima, amesema kuna umuhimu wa kuhakikisha vijana wanapatiwa mazingira wezeshi ikiwemo upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Tumeona kabisa vijana wanafanya kazi kubwa sana. Kikundi cha kwanza tumepita pale, tumeona kile ni kiwanda. Sasa kiwanda hakiwezi kukaa katika kupanga. Tunaomba vijana hawa ikiwezekana, Mheshimiwa mkuu wa wilaya huko hapa, wasaidieni wapate ardhi. Hapo vipi jamani? Upande wake mkuu wa wilaya Iramba, Suleiman Mwenda, amesema wilaya hiyo ina zaidi ya viwanda 8 ambavyo vimeendelea kutoa ajira kwa vijana. Vikundi hivi na viwanda hivi vidogo vidogo ambavyo katika wilaya yetu vipo zaidi ya 400 vimejiajiri na vimeajiri vijana wengi. Mwanzo wa upembuzi wanafanya Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Wakishamaliza tunakuja kushirikiana sisi, kwa maana sasa ya kwenda kutambua vile vikundi na kuweza kuvitembelea. CRDB imeingia hapa. Benki ya CRDB inashirikiana na Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Mnaweza mkakumbuka Mheshimiwa Rais aliweza kuzindua mfuko wa maendeleo ya vijana ambao serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 200, na benki ya CRDB ndio ilikaimishwa hilo jukumu la kuwafikia vijana, kuwatambua. Upande wao wanawake wanajishughulisha na biashara ya mamalishe wameeleza namna walivyopokea mikopo hiyo na namna inavyowasaidia kuimarisha mitaji na kuboresha biashara zao. Malishe tunapenda tumwahidi kwamba ile hela itaenda kutunyanyua sisi pamoja na vijana wenzetu ambao wamenufaika na ambao hawajanufaika. Tunaenda kupanua wigo mkubwa sana kibiashara kwa kukuza biashara zetu. Tunamshukuru sana Rais kwa kuweza kutukumbuka kundi hili lilokuwa limesahaulika kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru sana kwa maana anakwenda kutusaidia kukuza mitaji yetu. Uwezeshaji huo unalenga kuongeza fursa za kiuchumi kwa vijana na wanawake, kukuza biashara ndogo na za kati, pamoja na kuchochea ajira ya maendeleo kwa wananchi katika mkoa wa Singida. Toka mkoani Singida, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Amani kwa wote. Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kusini mwa Tanzania. Uboreshaji wa bandari ya Mtwara uliofanywa na serikali umeendelea kuleta matokeo chanya katika kuongeza uwezo wa bandari hiyo kuhudumia meli kubwa pamoja na shehena mbalimbali zinazopitia katika bandari hiyo. Akizungumza kuhusu maboresho yaliyofanyika katika bandari ya Mtwara, kaimu meneja wa bandari ya Mtwara Hekima Ngeze amesema uwekezaji katika kuboresha miundombinu ya bandari hiyo umeleta mabadiliko makubwa katika uwezo wa bandari kuhudumia meli na shehena mbalimbali. Iliyopo ya kupitishia mizigo katika bandari ya Mtwara ni kwamba tunao uwezo wa kuihudumia kwa wakati na kuweza kuokoa muda ambao unatumika katika kuisafirisha mizigo hiyo kwenda nchi zetu za jirani za Burundi, Rwanda, Zambia, Zimbabwe na Malawi. Wateja wao wenyewe wameadmit, wamefurahi kuona mizigo yao wanaweza wakaichukua kwa haraka sana. Ndani ya siku 1-2 amemaliza kuchukua mzigo wake na kusafirisha mzigo huo kutoka Mtwara kwenda katika nchi zao, nchi hizi za jirani. Aidha, Nzenge amesema kuongezeka kwa shughuli za shehena katika bandari ya Mtwara ni ishara ya kuimarika kwa nafasi ya bandari hiyo katika kuchochea biashara na shughuli za kiuchumi, si katika mkoa wa Mtwara pekee bali pia katika maeneo mengine yanayotumia huduma za bandari hiyo. Anayekuja kuchukua mzigo wake hapa Mtwara atauchukua kwa haraka sana na atausafirisha kufika kwenye eneo lake kwa haraka sana. Kwa hiyo tunajivunia hilo kwamba tunaweza kufanya kazi kwa haraka kwa sababu tumewezeshwa na serikali yetu kufanya hivyo kwa haraka, na wateja wanafurahi kwamba wana uwezo sasa wa kuchukua mizigo yao kwa haraka na kuifikisha katika maeneo yao kwa haraka. Ziko fursa nyingi ambazo wananchi wanaotuzunguka wanazipata. Kwanza, tunavyozidi kuongeza shehena katika bandari yetu ya Mtwara, tunahitaji pia wafanyakazi wengi ambao ni casual labor ambao watatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunahudumia mizigo yetu hii kwa haraka. Kwa hiyo tunao utaratibu kupitia vendors wetu ambao tunawaomba kutuletea wafanyakazi ambao ni wa vibarua wenye taaluma ambazo zinakidhi mahitaji yetu na tunawatumia hao. Kwa hiyo inakuwa ni fursa kwa watu wa hapa Mtwara kupata ajira za muda
kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao. Lakini mizigo kupitia bandari ya Mtwara wameeleza kuwa maboresho yaliyofanyika yamekuwa na mchango mkubwa katika kurahisisha shughuli zao. Na bandari yetu imekuwa sikivu sana kiasi kwamba inaboresha miundombinu ambayo inafanya kazi masaa 24. Mifumo ambayo imeinvesti ni rafiki kiasi kwamba meli inapoingia tu inaweza kuingia ikafanya ndani ya siku moja na ikaweza kuondoka. Uwepo wa bandari ya Mtwara umetusaidia kwa asilimia kubwa na unazidi kuongeza efficiency kila siku, kwa sababu ukilinganisha na miaka ya nyuma tulikuwa tukihudumia shehena chache, lakini kwa sasa hivi shehena zimeongezeka kutoka tani 7,000 ambayo tukihudumia kwa mwezi mpaka sasa tani 30,000 kwa mwezi za saruji kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo na vyombo kila siku vinaongezeka kwa ajili ya kuja kuchukua saruji kutokana na huduma bora inayotolewa na bandari ya Mtwara. Nao baadhi ya wananchi wa mkoa wa Mtwara wamesema kuongezeka kwa shughuli katika bandari hiyo kumeanza kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo ajira kwa vijana na wananchi wanaojihusisha na shughuli zinazohusiana moja kwa moja na huduma za bandari. Kuanzia tangu kabla ya bandari haijaanza kuchangamuka mpaka kufikia hatua hii, yaani kwa sasa hivi alivyoleta changamoto huyu mama, yaani tunashukuru sana kwa fursa hii. Yaani mimi kipindi hicho biashara ilikuwa ngumu sana hapa, lakini mpaka leo nimemsomesha mtoto wangu amemaliza form 4, yaani kwa kutegemea mamalishe. Unaona? Fedha nikifanya biashara tunauza supu, tunauza nini? Yaani sijui tuongee nini sijui. Yaani huyu mama azidi kuitanua hii bandari. Yaani kutanua kwa hii bandari ndio sisi tutazidi kuzidi maendeleo. Yaani fursa tunataka tutazidi kuipata tena sana. Kwa hiyo tunashukuru huyu mama kwa mambo aliyofanya. Ujio wa bandari umetusaidia sana sisi wananchi, hususan sisi madereva bodaboda, kwa sababu leo hii hapa kuna depo hizi depo zina magari yanakuja, tunapata abiria. Hii yote kwa sababu ya nguvu ya mama. Pasipokuwa na uwekezaji hivi vyote haviwezi kutokea. Kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi imefanya ziara maalum katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Lumumba kwa lengo la kukagua na kujionea maendeleo ya utoaji wa huduma za afya, ikiwemo huduma za uchunguzi, vipimo na matibabu pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika hospitali hiyo. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Hussein Ibrahim Makungo, amesema kamati itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya huduma za afya na kutoa ushauri pale inapohitajika ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na zinazokidhi mahitaji yao. Tunaye mtaalamu wetu hapa na kazi inafanyika. Ukiangalia kazi inafanyika matibabu yale hapa Zanzibar kwa hospitali hii ni ukienda nje dola 50,000, lakini ukifanyiwa hapa tunalipiwa na bima yetu basi ni dola 5,000. Tuone different iko kubwa. Kwa hivyo wananchi wajue rais wetu kafanya kazi kubwa sana katika kuibadilisha sekta afya kwa Zanzibar. Sasa hivi magonjwa mengi yanafanywa hapa, ukitaka kubadilishwa goti replacement, lakini pia hips replacement, uti wa mgongo, upasuaji wa moyo, wote unafanyika hapa. Yote haya ilikuwa nyuma, ilikuwa tupeleke wagonjwa India au sehemu nyingine. Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Dr. Mngereza Mzee Miraji, amesema ziara hiyo imekuwa muhimu kwa sababu imewapa wajumbe wa kamati nafasi ya kuona kwa karibu na kwamba serikali inaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha huduma za afya zinaimarika na wananchi wanapata huduma za kibingwa karibu na maeneo yao. Kamati wamekuwa na mapendekezo kadhaa, lakini kwanza wametaka tupunguze muda wa ile turnaround time. Tunajua huko nyuma Mnazi Mmoja ilikuwa huduma zinachukua muda mrefu, siku 2, siku 3. Tumekuja hapa Lumumba, rekodi zinaonyesha turnaround time ni takriban 1 hour. Kwa tumepokea recommendation kutoka kwa waheshimiwa tujitahidi kuzifanya ziwe muda mfupi zaidi, wananchi wasisubiri muda mrefu. Lakini vile vile tumeanza na kuwa train madaktari wetu kuweza kujua namna gani ya kuweza kumanage hospitali, na tuna kila kitengo tuna mtaalamu mmoja ambaye ameambatanishwa na hawa watu wa outsource. Katika hatua nyingine, kamati ya ustawi wa jamii Baraza la Wawakilishi imepokea ripoti ya utekelezaji wa bajeti kwa kipindi cha robo ya 4 Aprili-Juni kwa mwaka wa fedha 2025-2026.
Serikali imewaagiza wataalamu wanaosimamia mipango na bajeti katika wizara na taasisi mbalimbali nchini Tanzania kuzingatia nidhamu ya matumizi ya fedha za umma ili kuboresha utekelezaji na usimamizi wa bajeti ya serikali. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Subiri Joshua, akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Dr. Natu Eli Maamri Mwamba, wakati akifungua kikao kazi cha tathmini ya uandaaji na utekelezaji wa bajeti, amesema ni muhimu kwa wataalamu hao kuwa na vikao vya kamati za bajeti kwa ajili ya kupanga, kuweka vipaumbele na kugawana rasilimali fedha za mafungu yao. Kutumia fursa hii vizuri ili kuweza kupata mwongozo wa maandalizi ya bajeti, mpango na bajeti ya serikali nzuri inayotekelezeka ya mwaka 27-28 na 29-30. Ninahimiza sana kila mmoja wenu kushiriki kikamilifu na kutoa maoni yatakayosaidia kuboresha na kuongeza ufanisi katika utekelezaji na usimamizi wa bajeti ya serikali, lakini pamoja na kuboresha maandalizi ya mwongozo wa mpango na bajeti katika mwaka 2028-29-30. Kaimu Kamishna wa Idara ya Bajeti Wizara ya Fedha, Raymond Kuohelera, ameeleza kuwa kikao hicho hufanyika kila mwaka kwa ajili ya kutoa fursa kwa wataalamu na wadau kujadili kwa kina changamoto zinazojitokeza katika mchakato wa bajeti pamoja na kutoa mapendekezo ya namna kuzitatua. Tutajadili kwa kina changamoto ambazo tunazipata na mapendekezo ya kutoa changamoto hizo katika masuala ya bajeti. Vile vile tumealika watoa mada mbalimbali katika hadhara hii, katika kazi hiki, kutoka TAMISEMI, ofisi TAMISEMI, kutoka ofisi ya utumishi, kutoka ofisi ya mashirika ya serikali pamoja na PPRA. Kwa hiyo watasaidia katika kutoa mada katika hadhara hii. Amebainisha kuwa katika hatua hiyo wamehusishwa wataalamu kutoka wizara, sekta na taasisi mbalimbali ambao wanatarajiwa kushirikiana kupitia utekelezaji wa bajeti, kubaini maeneo yenye changamoto na kuweka mikakati ya kuboresha mchakato huo. Mtazamaji wa Upendo TV, habari tupate mapumziko mafupi, kisha tutakaporejea tuungana na Angel Samuel kwa habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.